Utofauti wa Jitu Experience na matamasha mengine ni kwa mara nyingi sisi matamasha yetu ya Injili tunapokuwa tunaandaa, hata mimi nimefanya huko nyuma, tunakuwa tukiandaa inakuwa ni live recording, kwa maana ya kwamba watu wanakuja, tunakuwa na nyimbo mpya tumeziandaa, kwa maana ya kwamba tuna rekodi pamoja na audience. Kwa hiyo mara nyingi watu wanakuja pale wanakutana na nyimbo mpya ambazo wanajifunza pale pale, unaona, alafu wanamaliza wanaondoka. Asa this time mimi nimetamani kwamba kuna nyimbo ambazo zimegusa maisha ya watu wengi tangu mwaka 2017 nilipotoa Stabaki Deliver mara ya kwanza. Kama ulivyosema, kuna mwingine anapenda Mimi Ni Juu, kuna mwingine anapenda Yote Mema, kuna mwingine anapenda Moja Kunifurahisha, kuna mwingine. Kwa nilitamani mara nyingi tunapokuwa tunaalikwa, kwanza hatupati nafasi ya kuimba zote, lakini namba 2, kama hizi baada nyingi tunazozifanya tunakuwa tunaimba nyimbo mpya. Sasa mimi nikaona badala ya kuimba nyimbo mpya na timu yangu tukapata maono ya kwamba tuite watu alafu tuimbe hizo nyimbo zote kwa pamoja. Kwa hiyo kwa nini tunaita experience? Experience ni kwa sababu kuna mtu labda aliusikiliza wimbo wangu fulani akiwa kwenye wakati fulani mgumu sana, alafu akapata nguvu, Mungu akampa neema ya kutoka pale kutokana na ule wimbo. Atakapokuwa pale uwanjani anaimba ule wimbo, anavyoimba maana yake nini? Kwanza itamkumbusha ile experience ya jambo lile alilolipitia wakati ule, nyakati. Alafu at the same time atakapokuwa anaimba uwanja mzima, tutakapokuwa tuna raise our voices kuimba kile kitu, itakuwa ni moment ya tofauti sana. Tunaamini kabisa kwamba hata kama, ndio maana tunaita furaha katika kufunguliwa, kwamba ule wimbo kama ulivyoweza kukugusa wakati ule ukaponya maisha yako, basi hata kama kuna vitu unavipitia vingine sasa hivi, tutakapokuwa wote kwenye uwanja mzima tunaimba wimbo ambao wote tunaujua, sio wimbo mpya, basi ile nguvu na uwezo tena ya kutuletea kufunguliwa pale na tukajikuta tunakuwa huru.